wilaya ya Nkasi, ambapo mahakama ya wilaya ya Nkasi hapa mkoani Rukwa ni kwamba imemhukumu kifungo cha kutumikia miaka 30 jela kwa kosa la kubaka ndugu Wandu Florian Chimkore mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Mbwendi, kwa kosa la kubaka binti mwenye umri wa miaka 13. Lakini kubwa ni kwamba hukumu hiyo ni kwamba imetolewa na hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya hii ya Nkasi, Mheshimiwa Dennis Lungo, baada ya kuridhishwa na ushahidi pasipo kuacha shaka, ameweza kutoa hukumu hii na kumhukumu kijana huyu kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa hili la ubakaji. Ni kwamba hata hivyo, kamanda wa jeshi la polisi hapa mkoani Rukwa, kamishna mwandamizi wa jeshi la polisi Shadrack Masija, ni kwamba amesema jeshi la polisi bado linaendelea na jitihada za kuwasaka watu wanaotenda vitendo hivi vya uovu, na kwamba mpaka hivi sasa watu watatu wamekamatwa na watafikishwa mahakamani hivi punde kwa tuhuma mbalimbali, ikiwemo la kuvumisha swala la kuibiwa nyeti zao. Kwenye mapambano dhidi ya hawa wanaozusha taharuki za kuibiwa nyeti zao, tumewafikisha mahakamani tena vijana wengine watatu ambao walimzushia Bwana Hosea Amani Mgogo mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Soweto, Mbeya, kwamba wote watatu wamewaibia nyeti zao huko kijiji cha Kilangawana, wilaya Sumbawanga, na kisha baada ya uzushi huo walianza kumpiga na kumsababishia maumivu pamoja na jeraha kichwani. Vijana hao ni Geoffrey Mirumba Dominic miaka 24, Jafari Nebat Shanjira miaka 25, hawa ni wakazi wa kijiji cha Kilangawana. Lakini mwingine ni Huruma Geoffrey Kasonso, ana miaka 18, ni mkazi wa Kilia Matundu. Wote hawa watatu. Sasa hapa nitazungumza na moja kati ya wakazi wa maeneo haya kuzungumzia kuhusiana na vitendo hivi, kwamba je, maamuzi haya yaliyotolewa na mahakama wao wanaonaje? Na hapa niko katika nje ya mahakama. Habari za wakati mzee? Nzuri. Unaitwa nani pengine? Mimi kwa majina naitwa Godfrey Adriano Laurent. Kwanza mimi nipongeze mahakama kwa kutoa hukumu nzuri, kwa sababu vitendo vya ubakaji ni vibaya, na nimshukuru kwanza mheshimiwa hakimu aliyotoa hukumu hiyo ili iwe fundisho na kwa watu wengine wenye tabia ya ubakaji. Kwa sababu unaweza kukuta mtoto anatoka hapa anaenda shuleni, anabakwa njiani, anatoka hapa anaenda wapi anabakwa. Lakini kwa hukumu hii iliyotoka, nipongeze sana mahakama ili wengine wenye tabia kama hiyo wajifunze, waone kabisa kwamba vitendo vya ubakaji ni vibaya. Okay, shukrani sana. Mwaisaka, habari za wakati huu? Salama kabisa. Naam, hukumu leo imetolewa hapa kuhusiana na vitendo hivi vya ubakaji. Nini mtazamo wenu? Sisi mtazamo kama wananchi ni kwamba matukio haya ya ubakaji yalikuwa yameshika kasi sana katika wilaya hii ya Nkasi, lakini hukumu kama hizi za miaka 30 zimetolewa mara kadhaa katika mahakama hii, na imepelekea baadhi ya watu kuogopa kuanza kufanya vitendo hivi vya. Kwa hiyo kimsingi sisi kama wananchi tunaipongeza sana mahakama hii ya wilaya ya Nkasi kwa namna ambavyo inafanya. Hivyo licha hilo ni kwamba mkuu wa polisi jamii hapa nchini ni kwamba Alex Mkama amefanya ziara hapa mkoani Rukwa, ambapo akiwa hapa katika wilaya ya Nkasi pia amesisitiza jeshi la polisi kuona uwezekano wa kufanya tafiti za kutosha kuhusiana na matukio ya uhalifu na wahalifu katika maeneo mbalimbali. Polisi kata ashiriki katika kufanya utafiti au kufanya research kwenye kata yake. Na utafiti ni wa nini? Yaani mambo yote unayotaka yanalenga kwenye kuleta usalama. Kwa hiyo tunamtarajia atafanya utafiti. Na utafiti anaofanya yeye ni kuangalia matukio gani yanatokea pale kwenye ile kata. Alafu anajiuliza maswali, kwa nini haya matukio yanafanya nini? Yanatokea. Baadaye anajiuliza nifanyeje sasa kusudi ya matukio yasiweze kufanya nini?